Je, tumenaswa katika mtego hatari wa wakati? Jambo la kushangaza, kalenda ya mwaka 1941, mwaka ambao vita ya pili ya dunia ilitokea, ndiyo kalenda hii ambayo tuko nayo mwaka 2025. Yaani mambo na siku ni vile vile, mwezi, weekend na tarehe ziko vile vile. Je, huu ni mfanano tu wa kalenda au na mambo mengine pia yatasadiki kama yalotokea wakati ule? Mwaka 1941 dunia ilikuwa motoni. Kila moyo mwanadamu ulikuwa unaning'inia ukiwaza yapi yatajiri. Juni 22 mwaka 1941 Ujerumani ilivunja sheria na makubaliano ya kutoshambulia na ikaanzisha uvamizi dhidi ya Umoja wa Kisovieti, wakaiita Operation Barbarossa. Adolf Hitler alivunja mkataba wa kutoshambulia wa Molotov-Ribbentrop na kuvamia Umoja wa Kisovieti. Mashambulizi ya ghafla yalipelekea mapigano makali mashariki mwa Ulaya. Miji mikubwa kama Kiev, Minsk, Smolensk ilitekwa na Wajerumani mwanzoni, lakini mapambano ya kishujaa ya Warusi yakaanza. Shambulio la Japani dhidi ya Pearl Harbor Disemba 7, 1941, jeshi la anga la Japani lilivamia kituo cha kijeshi cha Marekani huko Hawaii. Zaidi ya meli 20 na ndege 300 ziliharibiwa. Tukio hili lilisababisha Marekani kuingia rasmi vitani dhidi ya Japani siku iliyofuata, yaani Disemba 8, 1941. Marekani iliingia vita kuu ya pili ya dunia Disemba 8, 1941. Baada ya Pearl Harbor, Marekani ilitangaza vita dhidi ya Japani. Kisha Ujerumani na Italia zikaitangazia Marekani vita mnamo Disemba 11, 1941, na Marekani ikajibu kwa kuingia vitani Ulaya pia. Vita vya Afrika Kaskazini, Operation Crusader, Novemba 1941. Waingereza walizindua operesheni kubwa ya kijeshi dhidi ya majeshi ya Ujerumani na Italia yaliyoongozwa na Jenerali Rommel Desert Fox. Waingereza waliweza kuvunja mzingiro wa Tobruk na kuwasukuma Wajerumani nyuma hadi Libya. Mashambulizi ya Japan Asia ya Kusini Mashariki, Disemba 1941. Japan ilianzisha mashambulizi makubwa kuelekea maeneo ya Asia ya Kusini kama Malaysia ya leo, wakati huo ikiitwa Malaya, Hong Kong na Ufilipino. Indonesia wakati huo Dutch East Indies. Lengo kuu la Japan lilikuwa kudhibiti rasilimali kama mafuta na mpira. Uasi wa Yugoslavia na Albania dhidi ya mhimili. Aprili 1941, Ujerumani na Italia zilivamia Yugoslavia na Ugiriki baada ya uasi wa ndani. Jeshi la Ujerumani lilishinda kwa haraka na kukalia nchi hizo. Hii iliashiria mpango wa Ujerumani dhidi ya Urusi kwa karibu mwezi mmoja. Kuanzishwa kwa kambi za maangamizi Auschwitz 1941. Wanazi walianzisha kambi moja kubwa ya maangamizi na mateso huko Holocaust. Mwaka huu uliashiria kwa utekelezaji wa suluhisho la mwisho, final solution. Ushirikiano wa Allied Atlantic Charter Agosti 1941. Rais wa Marekani Franklin D. Roosevelt na Waziri Mkuu wa Uingereza Winston Churchill walikutana na kusaini Atlantic Charter, hati iliyoeleza maono yao ya baada ya vita.
Vita vya anga vya Moscow Oktoba Disemba 1941. Majeshi ya Ujerumani yalifika viunga vya Moscow, lakini yakakumbana na upinzani mkali na baridi kali. Hii ilikuwa mojawapo ya kushindwa kwa kwanza kwa Ujerumani Mashariki. Mwaka 2025 mlolongo wa matukio unaanza kurejea kama ule wa mwaka 1941. Iran na Israeli wako vitani na muda wowote mambo yanaweza kuwa makubwa, huku Marekani akiwa anaingia mguu mmoja kwa ajili ya kusaidia Israeli. Kuna vita ya Ukraine na Urusi ambayo hadi sasa inaendelea na inapiganwa. Kuna vita nyingi zipo Mashariki ya Kati. Umoja wa Ulaya unataka kusaidia baadhi ya nchi ili kuweza kukomboa hii vita. Je, tupo katika ule mtego ambao utarejesha matukio ya mwaka 1941 au yale yatasuluhishwa hivi punde ili kuepuka mtego wa wakati na mfanano wa matukio? Mimi ni Hassan Magulumali na kukaribisha tena kuendelea kufuatilia Media Wire Express, habari fupi mahiri wa Afrika.